Hii ni Abu Jadawi Online TV. AJ Online TV. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ndugu waandishi wa habari, leo tarehe 18 ya mwezi huu wa 3 mwaka 2021 tumepambazukiwa na siku ya huzuni katika taifa letu la Tanzania. Watanzania wameamka wakiwa na taarifa kutoka kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, akieleza jana tarehe 17 usiku takriban saa 5 za usiku kwamba mpendwa wetu, kipenzi chetu, jemedari wetu, kiongozi wetu, Rais John Pombe Joseph Magufuli amefariki dunia. Kwa hakika tumepokea kwa huzuni kubwa. Nikiwa shekhe wa mkoa wa Mwanza, kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza, kwa niaba ya Waislamu wa mkoa wa Mwanza, kwa niaba ya taasisi zote za Kiislamu, kwa sababu BAKWATA ndio umbrella ya Waislamu, ndio kivuli ama mwavuli wa Waislamu, nawajibika na inastahiki kwangu kutoa pole za dhati kwa familia ya Rais John Pombe Joseph Magufuli. Mkewe Mama Janet tunampa pole, watoto, wazazi wake na ndugu zake kwa msiba mkubwa wa kuondokewa na mzee wao, kiongozi wao wa familia. Ukiachilia mbali hilo, natoa pole kwa Mama Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Waziri Mkuu Majaliwa Kassim Majaliwa, mawaziri wote, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, makatibu tarafa na wale wote wanaohudumu katika serikali na Watanzania kwa ujumla. Natoa pole kwa kuondokewa na kiongozi wetu, jemedari wetu, ambaye kwa hakika sote tunafahamu kazi kubwa aliyoifanya katika maisha yake. Sisi katika Uislamu ukisoma Qur'ani sura ya 3 aya ya 185, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja umauti. Hivyo pia natoa pole kwa Mheshimiwa Mufti wa Tanzania, kwa sababu yeye ni kiongozi wa kitaifa na aliondoka ni rais wa jamhuri. Bila shaka katika watu walioguswa ni yeye, na nyote mnajua jana usiku takriban saa 7 saa 8 Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Al-Allama As-Samaha Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana Mujaddidul Asri alitokea kwenye vyombo vya habari na kuwataka Watanzania kuendelea kuwa watulivu, kustahamili na kupokea hili ambalo lililotokea. Na kwa kuwa tunao muongozo wa Qur'ani na Mwenyezi Mungu kisha sema kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja umauti. Na katika kule kwenye surati Yasin Mola wetu anasema, Mwenyezi Mungu kanuni yake na utaratibu wake anasema innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Mwenyezi Mungu anapotaka jambo husema kuwa na likawa. Kwa hiari yake Mwenyezi Mungu ndiye aliyemuumba Rais John Pombe Joseph Magufuli, na yeye ndiye aliyomfanya atokee ulimwenguni, na yote aliyofanya, karama alizokuwa nazo, matukufu aliyokuwa nayo, alipewa na Mola wake kama zawadi, na yeye hakuwa na khiana. Aliitumikia zawadi hiyo kuwatumikia Watanzania kwa unyenyekevu na kwa moyo wake wote mpaka umauti unamkuta. Tuna wajibu
wa kuwaomba Watanzania, nikiwa kiongozi wa dini kwa maana shekhe wa mkoa, lakini mwenyekiti mwenza wa kamati ya amani ya viongozi wa dini mkoa wa Mwanza, niseme tu kwamba tumepokea kwa huzuni kubwa, kwa masikitiko makubwa, kwa sababu kiongozi aliondoka, mema yake hayafichiki. Tutamkumbuka sana Rais John Pombe Joseph Magufuli kwa mambo mengi, lakini moja kubwa kabisa ni utamaduni wake na akhlaqi yake, tabia yake ya kumtanguliza Mwenyezi Mungu mbele kwenye kila jambo. Hili mimi naliona ni kubwa sana kuliko lolote. Lakini ukienda kwenye ufanisi wa kazi, toka akiwa waziri kule mpaka anakuwa rais, ufanisi katika kutekeleza mambo yake, yote ni mashahidi, miradi mikubwa kabisa ametuachia. Ni waombe wa Tanzania, narudia tena kwa msisitizo na kuwanasihi wa Tanzania, tuendelee kuwa watulivu katika kipindi hichi ambacho tunapita kwenye kipindi kigumu. Na niseme kwa historia ya Tanzania haijapata kutokea kuondokewa na kiongozi wa juu wa nchi yetu akiwa madarakani. Tumefiliwa na makamu wa rais, tumefiliwa na marais wastaafu, tumefiliwa na baba wa taifa, lakini hatujafiliwa na rais aliye madarakani kwa miaka yote 50 ya uhuru. Sasa ni msiba mkubwa. Niwaombe tu wa Tanzania kwamba kila mmoja wetu, kama ambavyo Rais Magufuli alimweka Mungu mbele kwenye kila jambo lake, na nakumbuka hata hotuba yake, moja katika hotuba zake amepata kusema, jambo lolote likiwa gumu kwako, basi hilo muachie Mungu. Niwaombe wa Tanzania, hakuna Mtanzania ambaye haamini kifo kipo, na kifo kinapokuja hakichagui wala hakicheleweshwi. Ni wanasihi wa Tanzania, tuendelee kuwa watulivu wakati tukisubiri kupewa taratibu mbalimbali za mazishi. Nitumie nafasi hii kuwanasihi hata vijana na watu wale wenye kupenda kutumia mitandao, tuendelee kuposti mambo ambayo yatalileta taifa pamoja, yatalileta taifa letu lidumu katika amani na utulivu. Na hasa hata kipindi kama hichi, yako maneno ambayo sio mazuri, wakati mwingine hayatakiwi kuyasema. Kipindi hichi tuseme yale yaliyo mazuri zaidi, ili kuweza kumwombea ndugu yetu, mwenzetu, kipenzi chetu ambaye alihudumu hata umauti unamkuta akiwa katika kulihudumia taifa lake. Niseme tena na nirudie kwa unyenyekevu mkubwa, na wapa pole wa Tanzania, na ipa pole serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mpa pole mufti wa Tanzania, lakini nimpe pole Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mwanza Bwana John Mongela, ambaye ndiyo mkuu wa mkoa katika mkoa ambao mimi nauongoza kama shekhe wa mkoa. Ni vizuri tukampa pole na tufikishie salamu hizi kwamba jamii ya Kiislamu katika mkoa wa Mwanza, jamii ya wanadini katika mkoa wa Mwanza tumeguswa na jambo hili, na Rais Magufuli atabakia katika nyoyo za Watanzania. Rais Magufuli siku zote jina lake litaendelea kuandikwa kwa maandishi ya dhahabu. Na muomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa subira wa Tanzania katika kipindi chote hichi kigumu tunachopitia cha kupotelewa na kufiliwa na kipenzi chetu. Mungu awape subira familia yake, na awape subira wale wote wenye mapenzi mema kwa kuondokewa na rais wetu. Naomba Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu, adumishe amani yake na adumishe utulivu wake. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Askofu Charles Sekelwa, askofu wa makanisa ya Charismatic Episcopal Church of Tanzania au CECT kwa kifupi, lakini pia ni mwenyekiti mwenza wa kamati ya amani ya viongozi wa dini katika mkoa wetu wa Mwanza, nikiwakilisha upande wa Kristo. Nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii aliyotupatia, hata kama taifa linapita katika majonzi na maombolezo kwa kumpoteza rais wetu mpendwa, Rais John Joseph Pombe Magufuli. Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kuipa pole familia yake, Mama Janet, watoto na ndugu wote wa karibu wanaohusika katika familia hiyo ya Mheshimiwa Rais. Lakini pia niwape pole wafanyakazi wote waliofanya kazi naye kwa karibu, Mama Samia, Waziri Mkuu, baraza la mawaziri, wabunge na kila mmoja ambaye alikuwa na nafasi ya uongozi na utawala katika nchi yetu. Ninaweza kuhisi jinsi ambavyo wameguswa kwa karibu na wanaomboleza pamoja na Watanzania wengine. Lakini mwisho kabisa naomba niwape pole wa Tanzania wote, kwa sababu sisi sote tumeguswa. Rais John Pombe Magufuli ni rais ambaye tulimchagua tena kwa mapenzi mema kabisa, na kwa kipindi cha uongozi wake amefanya mambo ambayo kwa kweli mtu yote mwenye akili na busara
asipoyakumbuka basi kutakuwa kuna tatizo kwenye akili yake. Mae West ni mmoja wa wanafilosofia kule Marekani, alisema tunapewa kuishi mara moja, lakini tukifanya vizuri hiyo mara moja inatosha. Lakini pia Mahatma Gandhi aliwahi kusema ya kwamba ishi kama vile utakufa kesho, lakini jitahidi kusoma, jitahidi kutumikia watu kama vile utaishi milele. Mimi ninavyoweza kumwelezea Rais John Pombe Magufuli, namba moja ni mtu ambaye aliyaishi maneno ambayo alikuwa akiyazungumza. Hakuwa mtu aliyesema maneno ambayo hawezi kuyafanya, kuyafuatilia na kuhakikisha utekelezaji wake umefanyika. Kwa hiyo ni mtu ambaye ametuachia kielelezo. Unajua mtu anaweza kuacha historia inaweza kubadilishwa au inaweza kusahaulika. Lakini Rais Magufuli ametuachia legacy. Legacy ni utajiri wa maisha ya mtu, namna alivyoishi, jinsi alivyorithisha mambo mema kwa watu walioongoza, waliompa dhamana ya kuongoza. Ndicho ninachoweza kukisema kwa Rais Magufuli. Ametuachia legacy, na legacy haifutiki. Uchapakazi wake, ukweli wake, maisha yake ya kielelezo, kushinda tamaa ya mali, kusimamia kwa haki, mnyonge, tajiri, hakubagua. Ni mtu ambaye aliyeishi maneno yake. Kwa hiyo mimi nataka nitumie nafasi hii, namba moja ni waombe wasaidizi wake walioachwa, kwa sababu ndugu yetu ameondoka, ametangulia mbele ya haki, lakini nchi lazima iendelee. Ninawaombeni sana ninyi viongozi ambao mmeachiwa dhamana hii, tukimwombea mama yetu Samia Hassani ambaye ninajua kwa mujibu wa katiba ataapishwa hivi karibuni, na wote ambao ni wasaidizi wa karibu. Igeni mfano wa hayati Rais Magufuli. Mkiiga ule mfano, kwa sababu mlifanya kazi kwa karibu naye, mliona alivyotenda, maamuzi aliyoyafanya, bidii aliyokuwa ameiweka na kusukuma kazi alikokuwa na kutamani kuona katika maisha ya mtumishi wake. Fanyeni hivyo na Mungu atabarikini sana na mtapata kibali kwa jumuiya ya Watanzania. Lakini namba mbili, naomba niwatie moyo sana Watanzania, tusikate tamaa. Unajua maisha haya ni zawadi tuliyopewa na Mwenyezi Mungu. Na wakati unapofika kila mmoja wetu anaondoka, haijalishi ya kwamba umempenda kiasi gani, alikuwa na nafasi gani katika jamii, wakati ukifika anaondoka kwa sababu ni mapenzi ya Mungu. Ninaomba tusikate tamaa Watanzania wenzangu. Tushikamaneni. Tuzidi kuiombea familia ya hayati rais wetu, watoto wake, Mama Janet, lakini pia tushikamane kuombea wale wasaidizi wake walioachwa. Lakini pia sisi tujihadhari nyakati za shida kama hizi zinapotokea kwa taifa kama hili ambalo limeishi kwa utulivu kwa miaka mingi. Maadui wa nje huwa ni wengi, wanaweza kupenyeza mambo yao katika kipindi hiki tunachoomboleza. Chonde Watanzania wenzangu, ninaombeni sana, kuanzia sisi viongozi wa dini, Mungu atusaidie tuhamasishe viongozi wetu. Sisi tulio katika makanisa, tuhamasishe Wakristo wetu tushikamane katika kipindi hiki. Ndugu zangu mashehe katika misikiti, wahamasishe Waislamu washikamane katika misikiti. Tutavuka salama. Mungu ni mwema, pamoja na kwamba kiongozi ametangulia mbele ya haki, lakini naamini Mungu atatushikilia, Mungu atatusaidia, tutavuka na kipindi kingine cha uongozi kitakuja na nchi ya Tanzania itabaki salama kabisa. Kwa hiyo tuzidi kuombeana na tusivunjike moyo, na tuzidi kuombea familia, na tuzidi kuombeana kila mmoja katika majukumu yake. Mungu awabariki sana. Ili kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zote za AJ Online TV, usiache kusubscribe na kugusa alama ya kikengele iliyopo chini.